Mheshimiwa Twaha Saidi Mwakioja atajiandaa Mheshimiwa Zuberi Yahya Mfaume. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote nitumie nafasi hii kumshukuru sana muumba wangu kwa neema hii ya uhai, afya na baraka ya kuwepo katika ukumbi huu wa bunge letu takatifu. Pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kushukuru wewe kwa nafasi hii muhimu ya kuwasemea wananchi wenzangu wa Tanzania na kwa umaalumu wa kipekee wananchi wa jimbo la Mkinga. Tatu, nitumie tena nafasi hii kumpongeza sana rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna alivyotekeleza vyema ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi iliyoishia mwaka jana 2025. Nimpongeze pia alivyomalizia utekelezaji wa dira 2025 ambayo inamaliza Juni na alivyotekeleza kwa umahiri mpango wa 3 wa maendeleo. Maeneo matatu ya mfano yaliyonigusa kufikia kusema nampongeza sana. Eneo la kwanza, pamoja na changamoto nyingi za mwenendo wa uchumi duniani, lakini nchi yetu uchumi wake umeimarika na umeweza kufika 6%. Eneo la pili, ninampongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna alivyosimamia vyema ukusanyaji wa mapato yanayotokana na kodi na mapato yasiyotokana na kodi, na taarifa iliyopo katika hotuba ya Waziri Mkuu, kuanzia Juni mpaka Februari mwaka huu tuna ufanisi wa 103%. Eneo la tatu ninalompongeza daktari ni kwa namna alivyoimarisha mahusiano ya kitaifa na kimataifa hadi kupelekea miradi zaidi ya 927 imesajiliwa yenye thamani zaidi ya trilioni 28. Kwa kweli pongezi kubwa kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze Waziri Mkuu wetu kwa namna anavyotekeleza vyema majukumu yake na kwa namna wizara zake zilizopo katika ofisi yake zinavyotekeleza vyema majukumu yao na namna alivyotoa dira na mwelekeo wa nchi yetu wa mwaka huu katika hotuba aliyoitoa katika bunge lako tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na maeneo mahsusi ninayoweza kuchangia, lakini napenda nijikite katika maeneo matano yanayohusu ofisi ya Waziri Mkuu ambayo mimi kwa maoni yangu natambua kwamba nchi yetu hatuna upungufu wa mipango mizuri, hatuna upungufu wa bajeti nzuri, hatuna upungufu wa mikakati, ila maeneo haya matano yakiimarishwa katika ofisi ya Waziri Mkuu, naamini utekelezaji wa dira inayoanza Julai, naamini utekelezaji wa mpango wa 4 unaweza kuleta matokeo tarajiwa makubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la kwanza ni namna ya kuboresha uratibu katika ofisi ya Waziri Mkuu. Uratibu ndani ya bunge na uratibu nje ya bunge. Serikali yetu, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa na changamoto kubwa ya coordination. Tumekuwa na duplication ya efforts ya sekta na sekta. Tumekuwa na mwingiliano wa majukumu. Tumekuwa na namna ya kunyang'anyiana resources. Tumekuwa na namna ya kila mtu anavuta kwenye sekta yake. Hili litawezekana tu, Mheshimiwa Mwenyekiti, pale ambapo ofisi ya Waziri Mkuu itakapoweza kuunganisha kwa mfumo wa kidigiti usimamiaji wa bajeti, usimamiaji wa resources, ili kuondoa utekelezaji wa majukumu ulioko, kama vile kila sekta inafanya kama ipo kwenye kisiwa chake, kila mtu anafanya kama ni mpiga ngoma anawapigia watu wake peke yake, ili hali sote tunamhudumia mwananchi mmoja. Kwa hiyo natamani ofisi ya Waziri Mkuu iwe kama policy coordination hub yenye mfumo mmoja wa kidigiti unaoweza kuiangalia nchi moja kwenye dashboard moja, namna ya kutekeleza majukumu ya kila sekta ya MDAs na LGAs. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la pili ambalo nataka nilizungumzie ni eneo la ufuatiliaji na tathmini. Tumekuwa na utamaduni
ambao kwa maoni yangu nauona sio utamaduni mzuri. Tunauangalia ufuatiliaji na tathmini kwa kuangalia nimeweka fedha milioni 10, nimepata darasa moja, hapo tumemaliza. Hatupimi matokeo yanayotokea kwa wananchi. Je, madarasa haya yanaleta matokeo gani kwa wananchi? Barabara hii tuliyojenga inaleta matokeo gani? Kwa hiyo hapa nashauri tuimarishe mfumo wetu wa ufuatiliaji na tathmini ili kupima outcomes, kupima impacts na sio kuishia kupima input na output kama inavyofanyika sasa hivi. Katika eneo hili ni shauri vipengele vitatu. Tuimarishe au tengeneze mfumo wa real time tracking system. Tuwe na mfumo ambao unakuonesha mradi huu upo sehemu fulani, uko hatua fulani, unatekelezwa na watu fulani, unaleta matokeo fulani mpaka wakati huu, kuliko sasa hivi tunatumia sana physical monitoring ya kukimbizana, ya kukimbiza magari mengi. Lakini tungekuwa na mfumo ambao ni real time tracking system, haya yote Mheshimiwa Mwenyekiti yangepungua, yangeleta ufanisi, yangepunguza gharama. Jambo jingine katika eneo la ufuatiliaji na tathmini, natamani tuwe na performance contracts za viongozi wetu mbalimbali wanaotarajiwa kutoa matokeo mbalimbali. Sasa hivi tunafahamu kiongozi fulani hajafikia matokeo yake, akifika Mheshimiwa Waziri Mkuu, akifika Mheshimiwa Rais, ndio tunaona kiongozi huyu hajafikia majukumu yake. Lakini tukiwa na performance contracts ambazo zitakuwa zimeunganishwa na mfumo wa real tracking system, hapa mapema kabisa ataonekana mkurugenzi fulani, mkuu wa wilaya fulani, waziri fulani hajatimiza wajibu wake, na hii inatosha kabisa kuchukuliwa hatua za wazi kabisa. Jambo la tatu katika eneo la monitoring and evaluation, na shauri kwa miradi mikubwa ya kimkakati tuwe na kitu kinaitwa independent evaluation. Tuwe na taasisi za nje ya mfumo wa serikali ambazo zinaweza tukatufanyia tathmini ili tujione namna gani tunafikia matokeo, kuliko sisi wenyewe ni wachezaji na sisi wenyewe ni marefa na sisi wenyewe tunasema kwamba tumefikia hatua fulani. Kwa hiyo jambo la pili, la shauri tuimarishe mfumo wetu wa monitoring and evaluation. Eneo la tatu naloshauri katika ofisi ya Waziri Mkuu ni eneo la kukabiliana na maafa, majanga na matukio ya dharura. Mfumo wetu Mheshimiwa Mwenyekiti umekuwa sana ni reactive kuliko proactive. Tunasubiri janga litokee, halafu tunaanza kukimbizana, resources zote zinaelekezwa huko badala ya kutekeleza bajeti iliyopangwa. Kama tukiwa reactive, tukiimarisha mfumo wetu wa early warning system, tukawekeza hapo, basi tutaweza kukinga zaidi kuliko kuwekeza resources pale majanga yanapotokea. Eneo hilo la Waziri Mkuu na shauri liweze kuimarishwa. Eneo la 4, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni urasimu, ucheleweshwaji wa maamuzi na uwajibikaji wa wazi. Kweli natambua urasimu ni sifa nzuri ya serikali, lakini kwa maoni yangu urasimu umezidi. Tunachelewesha utekelezaji, tunachelewesha maamuzi. Unakuta bajeti imefika katika taasisi husika, ndani ya miezi mitatu hakuna hatua hata moja iliyochukuliwa. Tunaona fedha za serikali Daktari Samia anapeleka nyingi, tunasingizia mfumo wa NeST kwamba unatuchelewesha. Sio kweli Mheshimiwa Mwenyekiti, watendaji wetu hawachukui maamuzi. Tuimarishe eneo la maamuzi, tuimarishe eneo la kupunguza urasimu na uwajibikaji wa wazi. Hili tutaweza kwa kutumia takwimu sahihi, kwa kutumia teknolojia, na watu wachukuliwe hatua. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la 5 kwa ofisi ya Waziri Mkuu, na la mwisho na kisha nitasema eneo mahususi kwa ofisi ya TAMISEMI, ni namna gani tunaisimamia sekta binafsi. Sekta binafsi tumeipa jukumu kubwa sana la kutoa ajira zaidi ya 85%. Tumeipa jukumu kubwa katika utekelezaji wa dira ili tutafutie fedha zaidi ya 70% ili tufikie uchumi wa kati wa juu wa zaidi ya trilioni 1. Tufikie uchumi wa mtu mmoja wa dola 7,000. Je, sekta hii binafsi tunaiamini kwamba inaweza kuyafanya hayo? Je, sekta hii binafsi tunaiwezesha? Je, sekta hii binafsi tunaiweka kwamba ndio muhimili? Tuipunguzie milolongo ya urasimu, tuipunguzie tozo, tuipunguzie namna wawekezaji wanavyobambikiwa kodi, tuipunguzie mambo mbalimbali ili iwe muhimili mkubwa wa uchumi. Bila sekta binafsi kuwa imara, hatutaweza kufikia matokeo tarajiwa ya utekelezaji wa dira yetu. Haya Mheshimiwa Mwenyekiti, ni maeneo 5 nilitamani niachangie katika ofisi ya Waziri Mkuu, nijielekeze katika eneo moja katika ofisi. Asante sana Mheshimiwa, kengele ya pili imelia. Naomba nimalizie eneo moja Mheshimiwa Mwenyekiti, dakika moja, eneo la elimu.
Tunatambua Mheshimiwa Daktari ameajiri walimu wengi zaidi ya 40,000 kwa miaka yake, madarasa mengi yamejengwa, mashule mengi yamejengwa, lakini tuna changamoto ya ubora wa elimu. Tujikite sasa kwenye ubora, miundombinu iboreshwe, walimu wetu wapewe stahiki zao, shule zetu zinavuja, madarasa watoto wanakaa chini, vyoo na kadhalika, ili tupate elimu bora. Bila elimu bora hatutaweza kuondoa umaskini. Naomba kuwasilisha, naomba kuunga mkono hoja. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Twaha Said Mwakioja. Waheshimiwa wabunge, kabla